Mtu ambaye amesajili jina la biashara anafanya biashara, na mtu ambaye amesajili kampuni anafanya biashara. Utofauti uko wapi kama wote wanafanya biashara? Iko hivi, aliyesajili jina la biashara na aliyesajili kampuni, wote malengo yao ni sawa na wote advantage wanazipata sawa, lakini watatofautiana kwenye engo kubwa hizi 3. Engo ya kwanza, ukisajili jina la biashara, masuala yako ya kodi lazima uende kwenye ofisi ya TRA ya karibu yako wakufanyia assessment. Kwa hiyo assessment zako za kodi utafanyiwa na afisa wa TRA kwenye kituo chako cha karibu. Ukisajili kampuni, hilo jambo hutakuwa nalo kwa sababu masuala yako ya kodi utayafanya mwenyewe, na nikuulize tu swali afu utajibu mwenyewe. Mtu ambaye ameenda kufanyiwa assessment na mtu mwingine na mtu aliyejifanyia assessment mwenyewe, ni nani ataweza kutoa uhalisia wa picha kamili ya maisha yake yanavyoenda ya biashara? Jambo la pili, utofauti wake ni issue ya uwajibishwaji. Kwenye jina la biashara, mtu anayemiliki hiyo biashara, hakuna mstari unaotofautisha kati ya maisha yake binafsi na biashara yake. Chochote kitakacho kutokea kwenye biashara yake, anaweza akawajibishwa hadi mali zake binafsi za maisha yake ambayo ametunga kwa ajili ya mke wake, watoto wake na familia yake. Kitu pekee kitakachoweza kukuwekea udhibiti ni kuweza kutengeneza mstari ulionyooka wa kisheria kwamba hapa uguse, ukigusa huku umeshia huku, ukigusa huku umeshia, kuna ukigusa huku na wakati unatakiwa uishie huku, wewe umevunja sheria. So tunachofanya ni nini? Kwamba ili kuweza kupata utofauti, yani biashara yako ina maisha yake na wewe una maisha yako, kutenga huu mstari katikati, lazima usajili kampuni. Kitakacho happen kwenye maisha yako akiweza kuaffect mali zako binafsi ambazo umetafuta jasho na damu juu ya mke wako na watoto wako. Kitu cha tatu kitachotofautisha kati ya jina la biashara na kampuni ni upande wa uendeshaji. Kwenye uendeshaji ni kwamba kwenye jina la biashara, kitu kikubwa ambacho utakuwa nacho kati yako na watu unaofanya nao kazi ni mkataba wa kazi. Na asipovunja mkataba wa kazi, hakuna sheria ya moja kwa moja itakao muaffect au kumgusa au kumlimit huyu unayefanya naye kazi. Kwa anaweza kaongeza bei, akashusha bei, au akafanya maamuzi ambayo huna interest nayo. Lakini kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa memorandum and articles of association. Directors wote, shareholders wote watasainishwa. Wakisha saini, hawawezi kwenda kinyume na jinsi utakavyotaka wewe. Wakiafanya na yakawa sio kwa the best interest ya kampuni yako, unaweza kuwachukulia hatua vizuri tu. So hii yote utaweza kupata achievement kama utaweza kusajili kampuni yako. Comment neno usajili, then mimi ndakufikia DM kwako kuangalia, je, una qualify kusajili jina la biashara ama una qualify kusajili kampuni, then ndakusaidia kusajili kampuni yako ama jina la biashara yako sasa hivi.